Mpendwa mtazamaji, ni Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata katika Injili ya Marko, sura ya 1, aya ya 14 hadi ya 20. Marko mwinjili anatuambia habari za Yesu Kristo ambaye baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu alienda Galilaya akaanza kuhubiri habari njema ya Mungu, akiwaambia watu, wakati umetimia wa ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Tunaanza kujifunza kitu kimoja katika mitizamo ya Yesu Kristo aliyokuwa nayo katika kazi yake ambayo alikuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu. Kwanza, alielewa wazi lengo lake la kuja hapa duniani, na alijua kuwa katika yeye kufikia kazi ya Mwenyezi Mungu alikuwa amemtuma hapa duniani, ilikuwa lazima Yohana Mbatizaji amtangulie, na kipindi cha Yohana Mbatizaji kilikuwa kimeshafika mwisho. Ndio maana akatiwa gerezani, na yeye ukawa ndio wakati wake wa kuinuka sasa aweze kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Hakukatishwa tamaa na kitendo cha mtangulizi wake kutiwa gerezani, kupata misukosuko na kutokuwa pamoja na yeye katika ile kazi. Tunajifunza kitu hapa. Kuna baadhi ya watu huwa wanavunjika moyo sana watangulizi wao ambao walikuwa wamewaandalia njia wanapoondoka katika maisha yao usoni pao. Akipata magonjwa, akiondoka kwa namna yoyote ile, hata kifo kikimkuta, mtangulizi wako akitangulia, akiondoka machoni pako, watu wengi wanakata tamaa. Usije ukakata tamaa hata mara moja kwamba fulani aliyokuwa amekutangulia akakuonyesha njia ameondoka, ukaanza kujiuliza ni wewe utasimama namna gani? Kila mtu ambaye amekuja duniani lazima ajue wazi kwamba amekuja kwa kazi maalum, kwa mpango maalum Mwenyezi Mungu, na hakuna mtu mwingine. Kuna baadhi ya watu watakusindikiza katika safari yako ya maisha mpaka kufika kipindi fulani, baadaye watu hao wataondoka na wewe lazima usonge mbele. Watu fulani wanapoondoka wanakuacha katika safari yako ya maisha, usivunjike moyo, wakati wao umeshafika mwisho. Hao ndio kina Yohana Mbatizaji. Umefika wakati wake wa mwisho, wewe lazima uchukue nafasi, usonge mbele. Songa mbele kwa sababu Mwenyezi Mungu ana mpango na wewe. Jambo jingine ambalo Yesu analifanya alipokuwa Galilaya, akaenda hadi katika kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakiwa wanatupa jarife baharini, kwa maana hawa walikuwa ni wavuvi. Yesu anawaambia, njoni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Yesu alijua mpango wa Mwenyezi Mungu alikuwa nao, kwamba alikuwa na kazi ya kuweza kuibadilisha dunia imjue Mwenyezi Mungu. Anaenda kuwatumia watu wa kawaida sana katika kazi ya kuibadili dunia ambayo ilikuwa imejaa kila aina ya vurugu na uhasama. Anakuja kuwatumia watu wa kawaida wa hali ya chini. Ingekuwa ni mitizamo ya watu wengine, angeenda chuo kikuu cha Yerusalemu, akakutana na marabi wakubwa, akawaambia, nipatieni wale wanafunzi wote ambao wana A katika maadili, wana A katika masomo ya historia ya Kiyahudi, wana A katika mambo ya kiroho, wana A katika mambo ya liturujia. Hawa ndio waweze kuja kunisaidia kuja kubadili ulimwengu wote uweze kumjua Mungu Baba. Kumbe kuna baadhi ya mambo ambayo yamefichwa kwa wataalamu ambao wana elimu za dunia, na kuna baadhi ya mambo ambayo yapo kwa watu wa kawaida sana. Mabadiliko makubwa duniani huwa yanaanza na watu wa kawaida, watu wa hali ya chini. Yesu anawatumia wavuvi kuwa ndio chanzo cha mabadiliko ya dunia nzima, watu waliokuwa na hali ya chini, watu wasiokuwa na majina. Tujiulize swali moja, kwa nini Yesu anawaendea hawa wavuvi? Kwa nini anawatumia wavuvi katika kazi ya ukombozi? Anawatumia wavuvi kwa sababu zifuatazo. Kwanza, wavuvi wana tabia ya ushirikiano, na katika habari za ushirikiano hawa wavuvi hufanya kazi pamoja. Jambo lolote lile ambalo ni muhimu katika maisha yao, yaani
ili waweze kufikia malengo ya kuweza kuvua samaki, lazima washirikiane. Kwa hiyo anakuja kwa watu wa hali ya chini hawa, watu wa kawaida, kwamba hawa watu watashirikiana katika kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele. Ndugu yangu, injili ya Kristo iweze kusonga mbele, lazima kuweza kushirikiana. Katika utengano, katika kuweza kujiona mimi ni bora kwa sababu nina akili, kwa sababu nina upako, injili haiwezi kusonga mbele. Anakuja kwa watu wa hali ya chini ambao wanajua kushirikiana, na tukishirikiana kwa pamoja, injili ya Kristo itasonga mbele. Anaendelea pia, hawa ambao tunawaona kwamba walikuwa ni wavuvi, walikuwa na moyo wa ujasiri. Wavuvi ni wajasiri. Ujasiri wa kwanza ni kwenda kinyume kabisa na taratibu za dunia. Wakati wengine mnalala usingizi, wao wanaamka usiku na kuanza kuingia katikati ya bahari, katikati ya mawimbi mazito, kwenda kuvua samaki. Ni ujasiri wa hali ya juu, na wanaenda wakiwa wanaongozwa na nyota au na alama ndogo sana. Ujasiri wa kuweza kuvamia usiku, kuweza kuvua samaki. Wako tayari kuweza kukabiliana na kila kitu kinachokuja mbele yao. Mitume wa Yesu ambao walikuwa na Yesu anawaandaa, walipaswa kuweza kuwa na moyo wa ujasiri. Ndugu yangu, usipokuwa na moyo wa ujasiri wa kwenda kinyume na taratibu zote za kidunia, wakati wengine wanakwenda hivi, wewe ukaenda kinyume huku, ukatembea katika ile kusudi Mwenyezi Mungu, huwezi kuwa mtume wa Kristo. Usipokuwa na moyo wa ujasiri kuweza kukabiliana na dunia na kila aina ya vurugu, na ukasimama na msimamo wako kwamba ninakitafuta kitu hiki, huwezi kuwa mtume wa Kristo. Yesu anawatumia hawa wavuvi kuweza kuwa mitume wake kwa sababu wana moyo ule wa ujasiri. Yesu aliwatumia hawa mitume ambao ni wavuvi kwa sababu ya mwelekeo wa kiuchumi. Walikuwa ni watu wa kawaida, hawana pesa, hawakuwa na uwezo mkubwa. Angeenda Yerusalemu kwenda kuwaita wale ambao wana pesa kubwa wamsaidie katika misafara yake ya kutembea huko na huko. Hakuwatumia hawa. Unaweza ukawa katika maisha ya chini sana, ukasema mimi siwezi kutumika mbele ya Kristo kwa sababu familia yangu ni masikini. Ukaacha kwenda kusimama katika kusudi la Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ugumu wa maisha ya familia yako. Sikiliza, watu ambao wana maisha ya hali ya chini, ambao uchumi wao ni wa chini, ndio Yesu anawatafuta sana hawa. Hawa ndio mitaji ya Yesu kuweza kubadilisha hii dunia. Katika hali yako ya umasikini ambao umekuwa nao, katika hali yako ya kawaida ambao umekuwa nayo hiyo, Yesu ana mpango na wewe. Angalia anachowaambia hawa. Anasema nifuateni. Na wanaacha nyavu, wanaacha kila kitu, wanamfuata Yesu. Yakobo na Yohane wanamwacha baba yao na wale vijana ambao walikuwa wa mshahara, wanamfuata Kristo. Na anawaambia kwamba nitawafanya kuweza kuwa wavuvi wa watu, sio tena wavuvi wa samaki. Siku ya leo Yesu anaongea na wewe katika habari za kuweza kwamba uweze kuwa mtume wake katika maisha ya kawaida. Anakuja na wewe katika kazi yako, hapo hapo katika kazi yako anakutaka uweze kuwa mtume. Kubali wito wake, acha vyote, mfuate Kristo, akugeuze uweze kuwa mtume wake. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.